Mpenzi mtazamaji wa Rada Online TV popote pale unapotuangalia, karibu katika kipindi chetu pendwa cha Usiyoyajua. Na leo hii kwa kuanzia nukta ya kwanza, mapokezi hayo ni ya mjumbe wa kamati kuu CCM Taifa, ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kojani, Mheshimiwa Ahmad Hassan Chande, kule kisiwani Pemba, ambapo maelfu ya wananchi pamoja na makada wa Chama cha Mapinduzi wamejitokeza kwa wingi kumlaki kiongozi huyo. Mapokezi hayo yameanzia katika uwanja wa ndege Chake Chake na kuelekea mkoa wa Kaskazini Pemba, zikiambatana shangwe, vigelegele, nderemo na burudani mbalimbali zikiwemo ngoma za asili. Nawashukuru sana wanachama wenzangu mapokezi yenu ni mazuri, yalikuwa ni adhimu na adimu. Mpaka nilikuwa napata kigumizi cha kuongea kwa namna mlivyonilaki na kunipokea. Mungu awabariki sana. Nami nataka niwaahidi kabisa, kwa deni hii ambayo mmenikopesha, insha Allah nitawalipa. Na niwaambie Mheshimiwa Rais, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi ameniteua kwa nafasi hii, na siku ambayo halmashauri kuu ya CCM na walipothibitisha kwa kupiga kura, alinong'oneza kanambia, tumekuteua utumishi na wewe sio mtumishi. Yani mimi mtumishi na sio kwamba naenda kuwatuma watu. Nilimwambia Mheshimiwa Rais, hiyo mimi naiweza. Kawaida yangu mimi nilichagua mwenyewe. Hata wakati wa kampeni siku ya mwanzo niliwaambieni maneno matatu. Neno la kwanza niliwaambia, naomba mniamini nitajiaminisha. Katika ziara hiyo Mheshimiwa Hamadi amefanya mambo manne ya msingi yafuatayo. Moja, kukabidhi matofali gari moja na saruji pamoja na fedha taslim kwa Balozi Seif Abdalla Ali, sambamba na kuahidi matofali 1000 kwa ajili ya kumsaidia ujenzi wa nyumba. Pili, kufanya mazungumzo ya pamoja na baraza la wazee kusikiliza changamoto zinazoendelea kuwakabili. Tatu, kuwasili katika ofisi ya Chama cha Mapinduzi Wete kujionea mradi wa ofisi ya mkoa ambao ujenzi huo unatarajiwa kuanza hivi karibu. Nne, kuhudhuria katika kaburi la marehemu Dr. Omar Ali Juma kwa lengo la kumtakia dua njema kiongozi huyo. Na ya kwanza kubwa ni kumwombea dua marehemu ambaye ametangulia, na haya ni maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tembeleeni makaburi ili mpate mazingatio na kuwaombea dua waliolala chini, kwani roho zao zinawategemeeni nyinyi ambao. Lakini jambo la pili ni kuja kukumbuka yale mema na mazuri ambayo ametuachia. Yeye ametangulia mbele ya haki, lakini mawazo yake bado yako hai na tunaendelea kuyatumia. Binafsi nimejifunza mengi kupitia uhai wake yeye, na ninazo speech tofauti ambazo nasoma ambazo aliandika yeye na nyingine aliungia yeye. Kwa ujumla mafunzo yake kwetu sisi ni makubwa sana. Sanjari na matokeo hayo, Mheshimiwa Chande amepata fursa ya kuzungumza na wananchi wa ngazi mbalimbali katika viwanja vya kambini wilaya ya Wete Pemba, pamoja na kutoa wito huku akisema, nataka niwaombe mashirikiano yetu haya yaendelee kufanyika mpaka Oktoba 10. Wale wenzetu wakisema no reform, sisi tunasema Oktoba tunatiki. Oktoba tunatiki. Mimi na hakika Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ndio mgombea wa urais ambaye ameteuliwa na mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi, yeye tayari mapema ameshashinda. Kabisa. Wala hatutafuni maneno, hatuumi ulimi wetu. Na Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi tayari yeye, ile mko mnasema mitano tena, tayari zamani ameshashinda mapema. Saa 4-5 tunasubiri kwanza kumwapisha tu. Katika hatua nyingine, kiongozi huyo amewataka wananchi hao kuendelea kuyasemea mazuri ambayo yanayosibabiwa na serikali zote mbili. Niwaombe jambo jingine, tuwaombee dua viongozi wetu, tuendelee kuyasema yale mema waliyofanya. Vijana mna nafasi nzuri ya kutumia mitandao. Wako wale ambao fikra zao zimeganda kwenye brain zao, wasomesheni kupitia mitandao. Wana CCM nyinyi ni walimu,
toeni knowledge kupitia mitandao, msinyamaze kimya. Yasemeni yaliyofanywa na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, yasemeni yaliyofanywa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yasemeni yaliyofanywa na mbunge wenu, yasemeni yaliyofanywa na mwakilishi wa Chama cha Mapinduzi na madiwani wake. Lazima tuyaseme, hakuna mwingine wa kunena, ni mimi na wewe. Miongoni mwa viongozi ambao wamehudhuria katika mapokezi hayo ni pamoja na Naibu Waziri wa Afya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Godwin Mollig, pamoja na mbunge wa viti maalum Mbeya, Mheshimiwa Sofia Mwakaganda. Kwa upande wao wamekuwa na haya. Kituo cha afya cha Gorofa, niambie upinzani wangetoa wapi kituo cha afya Gorofa? Niambie upinzani wangetoa wapi kituo cha afya Gorofa? Lakini leo kaka yenu Chande leo amewapa ambulance kila kata kwa maana ya kuhudumia watu tiba. Angekuwa ni mtu wa upinzani angeweza kufanya wapi hilo? CCM oye! CCM oye! Ndugu yenu, toto wenu Chande, Mheshimiwa mbunge na mjumbe sasa wa kamati kuu, amenivua kutoka upinzani na kunileta CCM. Ndugu yangu huyu, utendaji wake wa kazi, yeye safi kabisa. Yeye pamoja na Mheshimiwa Rais wamefanya kazi kubwa sana miaka yao hii mitano, na mimi kama mbishi niliyekuwa natasumbua mkoa wa Mbeya na hata Tanzania nzima, nimenyoosha mikono. Ifikapo tarehe 27 mwezi huu wa 6, bunge inavyoisha saa 5 kamili dot, ninaambia Chama cha Mapinduzi, mtamka Chande mbele ya halmashauri kuu ya taifa, na halmashauri kuu ya taifa imeridhia kwa 100% kwamba Chande awe mjumbe wa kamati kuu. Mzee wangu hapa, Mzee Simba, amesema yeye ni mwanachama wa CUF mpaka leo, lakini kwa matendo na safari nzuri ya miaka mitano na ndugu yetu Chande, Kojani mnataka nini? Kojani mnataka nini? Mnataka nini? Yuko mbadala wa Chande? Ukiweka kando mbali na hayo, vijana wa makundi mbalimbali kwa hiari zao wametoka chama cha ACT Wazalendo na kuamua kujiunga na chama tawala CCM. Lakini leo hii tunaona mengi kupitia Mheshimiwa Chande. Ameyafanya mengi na tuna kila sifa ya kumkubali, na tunamkubali Mheshimiwa Chande miaka mitano tena mbele. Msomaji na mtayarishaji wa taarifa hii, langu jina ni mimi Mohamed Othman wa Rada Online TV.